ta'ala, na kumtakia rahma kipenzi chake Allah na kipenzi chetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote naihusia nafsi yangu ndugu zangu, pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tumcheni Allah. Kila mmoja wetu afahamu kuwa mafanikio yetu ndugu zangu kunako maisha mafupi ya dunia na maisha marefu ya akhira, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kunako ucha Mungu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufeshe hali ya kuwa ni wacha Mungu. Hutuba yetu ya leo ndugu zangu inazungumzia jambo hili la udhiya, na tunachozungumzia ni hasara ya mtu mwenye uwezo alafu akaacha kuchinja siku ya udhiya. Tumeona tulizungumzie hili ndugu zangu kwa sababu mbili. Kwanza, bado katika yale masiku ya kuchinja bado yapo, kwa maana kuchinja kulikuwa siku ya Jumatano ambayo ndio ilikuwa siku ya Eidul Adha, lakini pia kuchinja huku ndugu zangu kunaendelea mpaka haya ayamu tashriq ambayo ni masiku matatu baada ya Eidul Adha. Tafsiri yake ni kwamba jana watu waliendelea kuchinja, lakini leo pia watu wataendelea kuchinja. Kadhalika kesho baada ya salatul asri itakuwa ni mwisho wa kuchinja. Kwa hivyo tumeona tukumbushane hili. Lakini jambo la pili ambalo limenipa hamasa ya kuzungumza hutuba hii ndugu zangu ni kwa sababu ya fitna ambayo inapatikana katika jambo hili la nyama. Fitna imekuwa ni kubwa, watu wakitukanana kwa sababu ya kukosa nyama, wengine wakilaumu, na jambo ambalo ndugu zangu kila mmoja wetu anapaswa kulitekeleza. Lakini kwa vile wengi wetu sisi Waislamu tumejitengenezea mazingira kwamba sisi ni watu wa kupokea, ya mtu hata ile siku ya Eid, wahi kusoma message moja katika mjadala huu wa nyama. Muumini mmoja anasema wakati anakwenda tu ile swala ya Eid alikuwa ameshaenda na mfuko wake. Kwa sababu pale msikitini palitangazwa na imamu kwamba kuna ng'ombe wawili, basi alishakwenda na mfuko wake kabisa. Lakini sintofahamu imetokea, ng'ombe wale wakakosekana na baadaye magomvi yakatokezea. Sote ni mashuhuda ndugu zangu, hatuna haja ya kuelezea haya kwa mapana. Lakini wengi wetu ndugu zangu tumejiweka ni watu wa kupokea tu jambo hili la nyama, bila pia sisi kuona umuhimu wa kuitekeleza jambo hili la kuchinja. Kwa hivyo tumeonelea tukumbushane hilo, lakini pia tuone namna gani sasa tunajipanga vizuri, ili kama yule Muislamu ambaye alikosa kuchinja mwaka huu anaweza akajitengenezea utaratibu ambao tutaueleza mzuri wa kuweka kidogodogo akiba, na inshallah mwakani akaweza kuchinja. Jambo hili la kuchinja ndugu zangu linaonyesha ukarimu, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wakarimu. Na hata mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametufunza al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla, kwamba mkono wa juu, ule mkono wa juu ni ule mkono wa mtoaji. Basi mkono wa juu mtume anasema ni bora kuliko mkono wa chini, akikusudia mtume mkono wa chini ni ule mkono wa mtu ambaye anapenda kupokea. Kwa mtume sallam anatufundisha mkono wa kutoa, mtu akajiweka mazingira ya kuwa mtoaji, basi mtu huyu ni mtu bora sana. Hadithi hii ambayo nimeitangulia kuisema ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ina mafundisho kwetu sisi ya namna tatu. Kwanza, kutoa ni bora kuliko kupokea ikiwa una uwezo kwa mtoaji asiwe mtegemezi kwa watu. Mtu ambaye anapenda anacho, asipende kuwa yeye ni mtegemezi kwa watu, isipokuwa yeye anatakiwa ajihimize sana na jambo la kutoa. Lakini jambo la pili ndugu zangu ambalo hadithi hii inatufunza, heshima iko katika kujitosheleza. Ndio sababu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam
akatuhimiza ndugu zangu, mtu kufanya kazi hata kama ile kazi itaonekana ni dhalili kiasi gani. Heshima ya mtu inapatikana katika kujitosheleza. Mtu ambaye ana kawaida ya kuombaomba, heshima yake mtu huyu hushuka sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufunza kwamba heshima ya mtu inapatikanika katika kujitosheleza, kwa maana Muislamu anatakiwa afanye kazi hata ikiwa kazi ile jamii inaiona ni kazi dhalili sana. Hata ikibidi kuokota machupa ili mtu apate riziki yake ya halali, aepukane na ile aibu ya kuomba, Uislamu unahimiza hilo. Kwa hivyo Uislamu unahimiza sana mtu ajihakikishie kwamba anajitosheleza, aache tabia ile ya kuomba bila ya ulazima. Ikiwa kuna ulazima wa kuomba, Uislamu mlango wa kuomba haukuufunga kabisa kwa wale ambao wahitaji wa jambo hilo. Jambo la tatu ambalo tunajifunza katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sadaka inainua daraja. Mtoaji anapata thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtoaji anapata thawabu kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tabia ndugu zangu ya ukarimu ndio tabia ambayo Mtume kaihimiza sana, na akatuhimiza sana kiasi kwamba akaonya pia tabia ya watu kuwa mabakhili. Katika hadithi maarufu Mtume anasema, khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin, al-bukhlu wa su'ul khuluqi. Mambo mawili hayawi pamoja na muumini wa kweli. Muumini wa kweli hawi na hayo mambo mawili. Bwana Mtume akasema jambo la kwanza ni ubakhili, lakini pia na tabia njema. Ndugu zangu, jambo hili la kuchinja siku ya Eidul Adha, kabla ya kulielezea kiujumla wake, nataka niwaambie kwamba ile jambo la kuchinja tu, hii ibada ya kuchinja ni ibada ambayo ndugu zangu tukufu sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Niwakumbushe yale maneno yaliyo katika suratul Baqara aya ya 67, pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia Nabiullah Musa, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Kumbuka wewe Mtume Muhammad, Allah alipomueleza Nabiullah Musa kwamba Mwenyezi Mungu anawaamuru kuchinja ng'ombe. Watu wa Bani Israel walipata na kufiwa na mtu mmoja, inasemekana ni tajiri mmoja alikufa, pakawa hapajulikani nani ambaye ametenda kosa lile la kumuua yule. Kisa ni kirefu, wakamtaka Nabiullah Musa awafahamishe nani aliyemuua yule. Basi Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya Musa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kumtaka na kumueleza jambo hilo, Mwenyezi Mungu ndio akamueleza haya maneno kwamba wanatakiwa watu wale wachinje ng'ombe. Kisa ni kirefu na muda pia hautatosha, lakini almuhimu ni kwamba baada ya kumchinja yule ng'ombe na pakachukuliwa sehemu ya nyama ya yule mnyama, akapigwa nayo yule maiti yule akafufuka na akamtaja yule mtu ambaye aliyemuua, kisha akafa kwa mara nyingine. Hapa pana siri kubwa, na muda tu wa hutuba hautatosha ndugu zangu kuelezea siri na mafanikio yanayopatikana katika kuchinja. Watu wengi ndugu zangu wanaojua faida ya kuchinja huwa wanafanya sana ibada hii ya kuchinja. Siku ya Eidul Adha tunachinja ndugu zangu kwa ajili ya kukumbuka dhabihu ya Ibrahim alayhi salam pale alipotaka kumchinja mwanawe Ismail. Hii ni ibada inayoitwa udhuhiya. Faida zake ni nyingi sana. Alifanya Nabiullah Ibrahim baada ya kutaka kumchinja mtoto wake Ismail, na kisa pia hakitatosha kuyaeleza yote, lakini wakati anakusudia kumchinja, Allah subhanahu wa ta'ala akamleta kondoo kutoka peponi kuja kumkomboa Nabiullah Ismail, na badili yake badala ya kumchinja sasa Ibrahim kumchinja mwanawe Ismail, akawa ni mwenye kumchinja yule kondoo badili ya kumchinja mwanawe huyu Ismail. Jambo hili ndugu zangu ni jambo ambalo limehimizwa sana katika Uislamu, na ni sunna kwa mtu ambaye anakusudia kuifanya sunna hii kuto kukata kucha zake
na kuto kunyoa pia nywele zake katika masiku yale 10 ya Dhulhijja mpaka atakapomchinja yule mnyama wake. Ni sunna kwa mtu ambaye anakusudia kumchinja mnyama yule kuto kunyoa nywele zake na kuto kukata kucha zake zile siku 10 za Dhulhijja mpaka atakapomchinja yule mnyama wake. Na wanyama ambao wanakusudiwa kuchinjwa ni wale wanyama wa miguu minne ambao ni ngamia pamoja na ng'ombe pamoja na mbuzi pamoja na kondoo. Lakini pia sheria imeweka wepesi kwamba watujiziul badanatu an sab'atin, watu 7 watatoshelezwa na ngamia. Yani watu 7 wanaweza wakakusanya fedha yao kwa pamoja wakamnunua ngamia wakachinja, wote watakuwa wamepata faida hiyo. Lakini pia walbaqaratu an sab'atin, na ng'ombe pia watu 7 wanaweza wakakusanya fedha yao kwa pamoja wakamnunua ng'ombe, na wote watakuwa wamepata faida hiyo ya kuchinja. Mbuzi pamoja na kondoo, huyu hawezi kushirikiana, watu hawawezi kushare katika mbuzi na kondoo, isipokuwa huyu anahitajika mtu mmoja amnunue na apate faida hiyo ya kuchinja. Ndugu zangu, jambo hili la kuchinja amelifanya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam miaka yote 10 aliyokuwa pale Madina. Miaka yote 10 mtume sallam pale Madina hakuwahi kuacha kuchinja kila ilipokuwa inafika Eidul Adha. Anas ibn Malik anasema dhaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alichinja mtume sallallahu alayhi wasallam bikabashaini, kondoo wawili, amlahaini, mwenye rangi nyeupe na nyeusi, aqranaini, wenye mapembe, dhabahahuma biyadihi sallallahu alayhi wasallam, aliwachinja kondoo wale kwa mkono wake mtume sallallahu alayhi wasallam. Wasamma, akasema bismillahi, wakabbara, na akasema Allahu akbar, kisha akachinja mnyama yule. Kwa hiyo kule kuchinja, Muislamu akajilazimisha kuchinja, maana yake Muislamu huyu anafuata mwenendo na suna ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, pana hasara kubwa sana kwa mtu ambaye uwezo anao alafu akaacha kuchinja. Yasikilize maneno haya makali ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Bwana mtume anasema, man kana lahu sa'atun, mtu ambaye atakuwa anao uwezo wa kuchinja siku ya Eidul Adha, walam yudhahi, kisha asichinje, Bwana mtume anasema fala yaqrabanna musallana, mtu huyo asiukaribie musalla wetu wa Eid. Man kana lahu sa'atun, mtu ambaye atakuwa anao uwezo wa kuchinja siku ya Eidul Adha, walam yudhahi, kisha asichinje, Bwana mtume anasema fala yaqrabanna musallana, mtu huyo asiukaribie musalla wetu wa Eid. Maneno haya ndugu zangu ni makali sana. Hebu yachukulie mfano mzazi wako ambaye amekusomesha wewe, amekusomesha kulikweli mpaka ukawa na elimu ya juu, una kazi nzuri mashallah, unayo mali. Mzazi wako yule akapata maradhi, anaumwa, akakwambia wewe mtoto wake, mtoto wangu nipe kiasi fulani nijitibie maradhi yangu. Mzazi yule wakati anakueleza wewe mtoto, anajua kabisa kwamba uwezo wa kutoa kiasi hicho unacho, uwezo wa kutoa kiasi hicho unazo, fedha hiyo, na akakwambia kama usiponipa kiasi hicho basi usihudhurie mazishi yangu, nikifa mimi kama ukutoa hicho kiasi ambacho mimi nakihitaji kujitibia, usije kwenye mazishi yangu. Maneno haya ni makali sana, ambayo tafsiri yake ni kwamba mzazi huyu akifa na mtoto yule hakutekeleza lile jambo, tafsiri yake ni kwamba mtoto huyu amekosa radhi ya yule mzazi wake. Ndio tafsiri yake. Na hivyo ndio tafsiri ya maneno haya ya mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema man kana lahu sa'atun, mtu ambaye atakuwa ana uwezo wa kuchinja Eidul Adha, falam yudahi walam yudahi, kisha asichinje kwa makusudi tu, mtume anasema fala yaqrabanna musallana, huyo ni bora asije tu kuswali katika swala ya Eid, akae tu nyumbani kwake. Kwa hiyo ndugu zangu,